Ni msimu wa Krismasi tena eneo la Kasarani katika nyumba hii ya wazee. Tunakutana na wazee hawa ambao wana chungu nzima ya matumaini, wakitaraji kupata wageni wa kufurahia nao, nyuso zao zikijaa mawazo tele. Kwa wengine redio hii ikiwa tegemeo lake la kupata salamu ambayo kwa wengi ni nusu ya kuonana. Huyu ni mzee Githui Wagoda, aliletwa hapa na wasamaria wema baada ya kupatikana akiwa mgonjwa hali mahututi katika mtaa mmoja wa mabanda hapa jijini bila wa kumsaidia. Na jaribio la kuwatafuta jamaa zake kwa miaka 4 sasa bado halijavuna matunda, na Krismasi hii kama nyingine tu atasalia hapa kusherehekea na familia hii ambayo sasa ndiyo tegemeo lake. Tunakuwa na sherehe nzuri, tunaweka nyimbo, tunajaribu angalau wajisikie wako nyumbani, na kama tunasikiliza shida zao. Kwa hivyo kama tumekuwa sisi kama watoto wao, kama watu wa familia yao. Kwa hivyo hata kama familia yake haijakuja, sisi ndio familia na tunajisikia tuko nyumbani. Na saa 10 alasiri inapowadia, wakati ambao umetengwa kwa wazee hao kushiriki kikombe cha chai, wanajikokota kuelekea katika chumba cha mankuli, mmoja baada ya mwingine kwa mwendo wa kobe. Ni makao yaliyoanzishwa rasmi mwaka 1985 kuwapa hifadhi na kuwalea wazee wasiojiweza katika jamii, hususan wale waliotelekezwa na jamaa zao na kuachwa bila msaidizi maishani. Lakini jambo moja linalotuvutia kuyazuru makao haya, mbali na kutaka kujumuika na wazee hawa katika msimu huu wa Krismasi, ni kuwa wengi wao wamesahaulika na jamaa zao. Mzee Wachira Gishuki aliletwa hapa miezi 4 iliyopita baada ya kupata ajali, lakini tofauti na wengine, hii leo amepata fursa ya kutembelewa na nduguye Samson Ndirangu na mkewe, na hata kujumuika na jamaa zake. Mbali na kuwa matamshi yake ni haba, Wachira hawezi ficha furaha yake. Krismasi ni kuona wale hawana nguvu. Na kuna mwingine kama hapa sasa, aliona kama maisha imefika mwisho. Na vile alikuja akiona mtu ambaye anajua, pia hata kama amewekwa vizuri anafurahi maisha ingine mzuri sana. Hapa ni pazuri. Tunachungwa vizuri. Familia yako imekuja kukuona? Watoto yangu. Walikuja lini mwisho? Walikuja mwezi wa 11. Hapa iko kila kitu. Chakula hapana kosa hapa. So nasherehekea Christmas kabisa. Kabisa. Mbali na kuchukuliwa vyema katika makao haya, walezi wanatusimulia baadhi ya changamoto ambazo huwakumba katika kuwalea wazee hawa. Challenges zile nyingi ni saa ile tuseme mzee amekuwa mgonjwa na hatupati familia yake. Saa zingine mzee amepatwa na depression, angetaka kuonana na watu wake, lakini saa zingine hatuwapati, ama saa zingine hata ukiwaita hawataki kuja. Ama tuseme saa zingine mzee ako mgonjwa, ako hospitali, saa zingine kulipa hizo bili za hospitali ni pesa nyingi. Mzee Francis Gatheru ni baba wa watoto 3. Anatumia muda wake mwingi akitazama runinga angalau kupata 2-3 yanayojiri msimu huu, ingawaje kwa muda wa miaka 7 hajaweza kutembelewa na jamii yake. Fauka ya yote, yeye huwakumbuka usiku kucha na kutumai siku moja atajumuika nao. Mimi nilikuja hapa 2007. Nilikuwa natarajia wanaweza kuja kuniona, lakini hawakuja kuniona. Ningetaka waje kututembelea huku kwa Little Sister of the Poor, nyumba ya wazee. Na anaendelea kwa kutuma salamu, labda akiwa na matumaini jamaa zake watazipokea. Kwa sister yangu Wamboi Kefodho na brother yangu Joseph Ngoge na rafiki yangu Peter Karomo, pahali pote waliko, nawaambia wanaweza kuja kunitembelea wakati wowote hapa Kasarani. Sina mengi, ni hayo. Mbali na kuwa kwa miaka 7 Francis Gatheru hajaweza kusherehekea msimu wa Krismasi na familia yake, bado ana matumaini kuwa siku moja ataweza kujumuika nao na kusherehekea Krismasi kama ilivyo katika familia zingine. Fiona Kenga, Citizen Nipashe, katika nyumba ya wazee Kasarani, Nairobi.